nimalizie hoja moja tu. Nimalizie hoja moja kwa sababu muda unaenda. Nimalizie hoja moja. Haya yote tunayoyapanga ili yaweze kufanikiwa, ni lazima kila Mtanzania atambue wajibu wake wa ulinzi na usalama wa nchi yetu. Jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Bila amani hatuwezi tukatekeleza mipango hii, na hata mipango ya mtu mmoja mmoja, mipango binafsi ya mtu mmoja mmoja haiwezi ikatekelezeka. Lazima nchi yetu iwe na amani, ndipo tutaweza kutekeleza haya tuliyoyasema hapa. Na mimi niwakumbushe jambo moja, babu zangu na bibi zangu wa Bunda. Amani ya Bunda, usalama wa Bunda, mnufaika wa kwanza ni Mwanabunda mwenyewe. Amani ikiwepo hapa Bunda, mnufaika wa kwanza ni Mwanabunda mwenyewe. Hivyo hivyo, amani ikivunjika Bunda, mwathirika wa kwanza ni Mwanabunda mwenyewe. Na kuna mambo mmekuwa mkiachanganya. Unasikia mtu hayuko hata Tanzania anakuambieni kachome pale barabara, kachome na hospitali, kachome na shule, kachome. Sikilizeni. Hakuna kitu kinachoitwa mali ya serikali. Hiyo ni mali ya umma. Mmiliki wake ni nyewe wenyewe. Mmiliki wa hospitali zilizoko Bunda ni nyewe wenyewe. Mmiliki wa shule zilizoko Bunda ni nyewe wenyewe. Nitawauliza kwa lugha rahisi tu. Leo hii nyinyi hapa Bunda mkachoma hospitali, watu wa Kyela hawatatibiwa? Watu wa Kyela hawatatibiwa? Ninyi hapa mkichoma shule zenu zote, watoto wa Morogoro hawatasoma? Ni wawapi ambao watakosa shule? Mkichoma hospitali, ni akina mama wa Pwani hawatajifungua? Wawapi watakosa hospitali? Amani ya Bunda, mnufaika wa kwanza ni Mwanabunda mwenyewe. Usalama wa Bunda, mnufaika wa kwanza ni Mwanabunda mwenyewe. Na mimi nawaambieni haya kwa sababu imezuka kasumba ya watu ambao hawapo hata Tanzania. Wengine hata si wa Tanzania tena. Walishabakiza Kiswahili tu. Kule waliko wanafugwa, wanalipwa, wanalishwa, wamepewa magari ya kifahari, majumba ya kifahari, kwa gharama ya kukuhamasisha wewe uharibu iliyo nyumba yako. Wanakuambia uchome barabara, upeleke matairi uchome barabara. Wao kwao hawaruhusiwi hata kurusha njiti ya kiberiti barabarani. Haya mambo lazima tuamke. Asiongee Kiswahili mtu kadhani ni mtu anaipenda nchi yako. Wengine washabakiza Kiswahili tu, wana uraia huko walipo, na wanalipwa kwa kukuelekeza wewe ufanye fujo. Kuna kisa kimoja ngojeni niwaambie. Kuna kisa kimoja cha ajabu sana. Tumekikamata wakati ule na sasa. Kuna kijana mmoja tumemkamata, ameshirikishwa kwenye mchoro na wale vibaraka ambao wanatumika kuvunja amani ya nchi yetu. Anaambiwa eti wewe orodhesha vijana waingie barabarani. Ukiwapeleka wengi, uhakikishe wanaenda eneo lenye mkusanyiko mkubwa. Huku wakiwa wameandaa watu wa kurusha bomu ama kufyatua risasi, na wanamwambia wakifa wengi tutakulipa milioni 500. Na kwamba anavyosajili hivi, yeye analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unaambiwa twende, mwenzako analipwa milioni 5 kila mwezi, na kwamba mkienda huko mkafa kwa kushambuliwa na wauaji waliowaandaa kama yule tuliyemkamata akiingia na mabomu, kwamba mkifa wengi yeye analipwa milioni 500. Lazima tuambizane ukweli na muamke wa Tanzania. Na sisi serikali tuna vyanzo vingi vya taarifa. Haya ni mambo ambayo kila wakati na kila ninakokwenda nawaambia, amkeni. Hizi jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Sasa kama yeye anaishi huko ugaibuni, amepewa jumba na gari,
Hilo jambo linashughulikiaje? Linahusikaje? Linatoaje ufumbuzi wa mambo ya barabara kwenye halmashauri zetu? Mambo ya utamaa, ubinafsi, twendeni Watanzania wote tuyakatae. Na ninyi hawa watu wala msiwasahau. Wamebadilika lini hata wakaipenda Tanzania hawa? Wengine mkiona wanatukana serikali ya awamu ya 6, mnaweza mkadhani wameanza na Samia. Wameanza tangu serikali ya awamu ya 4. Walimtukana sana rais wa awamu ya 4. Alipokuja Rais Magufuli, amna tusi baya hawakumtukana. Tukana, wamemtukana na kejeli zote. Mungu alipomuita wakafanya sherehe. Kejeli mbaya kabisa kabisa kwenye mila zetu. Unasherehekea, nchi nzima inahuzunika. Wao wakafanya sherehe. Sasa wameingia na kwenye awamu ya 6. Wamebadilika. Hawa ni hawa, hawana heshima wala mapenzi mema na nchi yetu. Nakushukuru sana, umesema wanalaana. Wamelaaniwa kweli. Kwa hiyo nawaomba Watanzania, vijana wa Kitanzania, sasa hivi kabla hujafanya hatua yeyote, tafakari sana. Utauzwa. Tafakari sana, utauzwa. Mwenzako atatajirika kwa damu yako kumwagika. Ndio maana hata katika matukio yaliyopita wako bize, tutajieni idadi. Kumbe eti wameelekeza vijana, kumbe wana madai yao kule. Wana madai yao kwamba kumbe eti wakipeleka vijana wengi wakafa wanapewa milioni 500 mtu mmoja. Bilioni 1 mtu mmoja. Na mimi niwaambieni, kati ya jambo ambalo, wala usidanganywe, wala tusidanganyane, kati ya jambo ambalo hatutakuwa na mzaha nalo ni jambo la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Jambo la ulinzi na usalama wa raia wa Tanzania. Na hawa ambao wako bize wanaandika kwenye WhatsApp, wala wasitumie WhatsApp. Waje wakae mbele. Hatuwezi tukawa tunaendesha nchi kwa utaratibu wa kuambizana tu kwamba siku fulani tunafanya fujo. Fujo haikubaliki, na niwaambieni hatutatoa nafasi ya aina hiyo. Haya lazima tuongee ngazi ya familia, tuongee ngazi ya rika, tuongee ngazi ya jamii. Hatuwezi tukaipeleka nchi kwenye utaratibu huo. Waliocheza na amani, walioendekeza michezo ya aina hiyo, leo hii tunajua mataifa hayo hayapo tena. Kwa hiyo hilo si jambo la mzaha. Na hata sasa wasituletee ajenda ndogo hivi ajenda vidogo. Vyama vya siasa, demokrasia. Tunajua vyama vya siasa vipo kikatiba. Wala hatuna mzozo na vyama vya siasa. Tuna ajenda kubwa ya usalama wa nchi yetu na raia wake. Na hilo linamhusu kila Mtanzania. Kila mwenye chama na asiye na chama. Na haya tutayasimamia kwa nguvu zote. Kwa niliona nilisisitize hili kwa maslahi ya muda. Niwashukuru kwa mara nyingine. Sasa niwaombe mridhie kitu.